Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Machi 23, somo linasema kufikia ukamilifu. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mathayo 5:48. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili la asubuhi ya leo. Tunapoanza kuyatafakari yaliyo maandiko yako matakatifu, tunaomba uwe pamoja nasi, utufundishe na kutuelewesha, yatusaidie katika maisha haya tunapoishi kujiandaa kwa ufalme wako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Mungu anakusudia kwamba uboreshaji uwe kazi ya maisha ya wafuasi wake wote, na kwamba utaongozwa na kuthibitishwa na uzoefu sahihi. Mwanamume wa kweli ni yule ambaye yuko tayari kutoa kafara, maslahi yake mwenyewe kwa ajili ya faida ya wengine, na anayejizoeza kuwaunganisha waliovunjika moyo. Kusudi la kweli la maisha halijaanza kueleweka kwa wengi. Akili pekee yake haiwezi kumfanya mtu kufikia kiwango cha mbinguni. Kuna nguvu katika akili ikiwa itatakaswa na kutawaliwa na Roho wa Mungu. Ni bora kuliko utajiri na nguvu za kimwili, lakini ni lazima ielimishwe na kuadilishwa ili kumkamilisha mwanadamu. Kile ambacho kitaibariki jamii ya wanadamu ni maisha ya kiroho. Ikiwa mwanadamu anapatana na Mungu, anamtegemea yeye kabisa ili kupata nguvu, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ni kazi yetu maishani kuweza kufikia ukamilifu wa tabia ya Kristo, tukidumu kujitahidi kupatana na mapenzi ya Mungu. Juhudi zilizoanzia duniani zitaendelea hata milele. Kiwango cha Mungu cha mwanadamu kimeinuliwa hadi kwenye maana ya juu zaidi ya neno hilo, na ikiwa atatenda kulingana na utu uzima aliopewa na Mungu, atakuza furaha katika maisha haya ambayo yataongoza kwenye utukufu na thawabu ya milele katika maisha yajayo. Washiriki wa familia ya kibinadamu wana haki ya kupata jina la wanaume na wanawake pale tu wanapotumia vipaji vyao kwa kila njia iwezekanayo kwa ajili ya manufaa ya wengine. Maisha ya Yesu yako mbele yetu kama kielelezo, na ni mpaka tutakapotoa huduma kama malaika wa rehema kwa mahitaji ya wengine ndipo mwanadamu anashirikiana kwa karibu sana na Mungu. Ni asili ya Ukristo huunda familia zenye furaha na jamii yenye furaha. Kutokuelewana, ubinafsi na ugomvi vitawekwa mbali na kila mwanamume na mwanamke aliye na roho ya kweli ya Kristo. Wale ambao ni washirika wa upendo wa Yesu hawana haki ya kufikiri kwamba kuna ukomo katika mvuto na kazi yao katika kujaribu kuwafaidisha wanadamu. Je, Yesu alichoka katika juhudi zake kumwokoa mwanadamu aliyeasi? Kazi yetu inapaswa kuwa endelevu na ya ustahimilivu. Tutakuwa na kazi ya kufanya mpaka pale Bwana atakapotusihi kuweka silaha zetu miguuni pake. Mungu ni mtawala wa maadili, na ni lazima tungojee tukiwa watiifu kwa mapenzi yake, tukiwa tayari na kuhiari kutimiza wajibu wetu wakati wowote kazi inapohitajika kufanywa. Utasoma katika Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 519 na ukurasa wa 520.
Mwokozi wetu alichukua uhusiano wa kweli wa mwanadamu kama mwana wa Mungu. Tu wana na binti za Mungu. Tunalazimika kufuata mahali ambapo Yesu anaongoza njia. Kwa miaka 30 aliishi maisha ya mtu mkamilifu, akifikia kiwango cha juu kabisa cha ukamilifu. Utasoma katika The SDA Bible Commentary, gombo la 5, ukurasa wa 1085 na ukurasa wa 1086. Huu ni mwisho wa somo letu la Machi 23, kufikia ukamilifu. Na tuombe. Asante Baba kwa ajili ya somo hili. Tunaomba ukatuongoze na baraka zako zikaambatane pamoja nasi. Masomo haya yakawe baraka katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu